Karibu rafiki yangu kwa mara nyingine katika episodi ya 5. Baada ya kuikamilisha episodi ya 4, tunakutana kwenye episodi ya 5. Mimi ninaitwa Genius Amon kutoka hapa Empire Studios. Mambo mengi ambayo tumeyapitia bado hatujajua uhalisia wake. Ndani ya simulizi hii tunamuona mwanadada ambaye katika episode ya 4 tulishia kwenye eneo ambalo alianza kumtafuta Rashid kwa hudi na uvumba, akijaribu kutafuta hata baadhi ya marafiki aliyosoma nao chuo ili kuwauliza kuhusu Rashid. Rashid ana kitu gani? Kwa nini anatafutwa? Kwa nini anatafuta namna hii? Wakati tunaona maisha yamempiga na historia yake ya shuleni inaonekana alikuwa ni msomi mzuri sana. Au anataka kupewa kazi? Mwanafunzi mwenzake ameshapata maisha kidogo, ameyafanikisha, amekumbuka uwezo wake wa akili, sasa anataka kumpa kazi. Mimi na wewe hatujui. Tukutane kwenye episode ya 5 ndani tujue kuna nini. Tuianze. Msomaji nikiwa ni mimi Genius Amon, ndiye ninayekuletea simulizi hii kutoka hapa Empire Studios. Mwanadada huyu aliendelea kusema, kwa kweli mimi sikupenda nilichokiona kwake. Gerard alimuuliza, hivi una uhakika kweli kuhusu unachokisema? Olivia alisema, ndiyo, nimemwona Rashid sokoni. Gerard alikuwa ni kama haamini. Hakuamini kabisa, kwa sababu Rashid alikuwa ni mtu mwenye akili sana. Inawezekanaje aingia akilini? Aliendelea kujiuliza, hivi ni kweli? Kiukweli kwa upande wake ilikuwa ni kama ndoto. Haiwezekani. Huyu mtu alikuwa ana uwezo mzuri, anaongoza darasani. Darasa zima walikuwa ni watu ambao wanamfahamu. Alikuwa na kichwa cha moto katika masomo. Siku ilikata na sasa ilikuwa ni siku nyingine ambayo tutakwenda kuianzia pale pale sokoni, ambako kwa kweli tumekaa muda mrefu katika simulizi hii. Ndiyo, hapa sokoni tumekaa muda mrefu, hatujatoka kwenda sehemu nyingi, lakini ninaamini kwa kuendelea kuvumilia na kupata mengi utaweza kuvuka hapa, tutafika huko mbele. Sasa tulipofika hapa sokoni, kuna nini? Kijana mmoja ambaye alikuwa ana kibanda kinachouza ndizi pale, ni kama genge. Alikuwa akijaribu kupangusa matunda yake na kuyaweka sawa pale, lakini Rashid pia alikuwa pembeni akiwa anawaza. Kijana huyu alikuwa anamsemesha, lakini akili ya Rashid ilikuwa inaonekana iko mbali kweli. Rashid, maisha yanamnyosha, maisha anayoyaishi yanampa stress. Anapata kipato kidogo na majukumu yanayomzunguka ni makubwa, huku mahitaji yakiwa mengi. Kijana huyu bado hajui afanye nini. Baada ya huyu kijana aliyekuwa na Rashid kuona anamwongelesha lakini aongeleshwi, aliamua kuachana naye. Alimuona mmoja kati ya wateja wake, akamwita huku akiwa anamtania, mteja wangu, leo umegoma kabisa kuja sokoni kwenye ofisi yangu. Mteja hakuweza kumjibu. Ni maneno ya kawaida ambayo unaweza kukutana nayo kwenye soko lolote lile. Mambo ni mengi sokoni, hasa kwenye soko kubwa kama hili. Rashid akiwa pale, simu yake iliita. Akachukua kibegi alichokuwa nacho na kuangalia kwenye kioo cha simu.
ili aweze kugundua na kujua ni nani alimpigia. Rashidi aliona namba ngeni, aliamua kuipokea. Alisema, "Alo, ndiyo, ni mimi hapa. Sawa, ninakuja." Hatujui alikuwa anaongea na nani, tumeweza kufanikiwa kusikia majibu yake tu. Simu hii inaonekana kuwa ni simu ya wito wa haraka sana, ambayo ilimfanya aonekane kushtuka usoni. Uso wake ulikuwa unaonyesha kama hali ya kutokupokea taarifa nzuri. Kibegi alichokuwa nacho aliweza kukifunga zipu vizuri na kumkabidhi huyu kijana aliyekuwa pale kwenye genge akiuza matunda na baadhi ya vitu alivyokuwa anauza pale. Huku Rashid akiongea akamwambia, "Jose, ninaomba tafadhali, hebu nisaidie. Ninaomba uweze kunibakia na hivi vifaa." Sasa nadhani kupitia kipande hiki tumeweza kuijua kazi ya Rashid, kwa sababu alikabidhi mashine kama zile zinazotumika kuingizia kadi za benki. Yaani tunaweza kusema kama uliwahi kupaki gari sehemu ukaona wale wanaokuja kutoza ushuru wanakuwa na mashine za TRA kwa hapa Tanzania za kukusanya mapato ya kodi ya parking. Ndio. Kwa zile mashine, kuna zile mashine zinazofanana na hizo za TRA, unaingiza kadi ya benki kisha unatoa, zinapatikana sana kwa mawakala. Kwa alikabidhi mashine kama hiyo kisha kutoa hela. Nadhani unajua zile ukiingiza kadi unatoa hela na baadhi ya vifaa ambavyo vinavyokuwa kwa wakala. Lakini ni wakala ambaye huyu tunazungumza sasa kuhusu Rashid. Yes. Rashid inaonekana ni wakala ambaye hana kibanda. Yaani ameweka meza tu hapo, anakuja au unakuja mteja unapata huduma zote. Kwa hiyo alimkabidhi huyu kijana Joseph hiyo vifaa kisha yeye akaondoka. Joseph alijaribu kumuuliza, "Unaenda wapi?" Lakini yeye alisema, "Nakuja, usijali." Alikimbia kwa spidi kubwa. Alikimbia moja kwa moja na kuelekea eneo ambalo alipofika alikaribishwa na mtu ambaye alikuwa ni mwanamke amevaa kama daktari. Alikuwa anaongea naye. Huyu mwanamke ambaye alikuwa anaonekana kama daktari alisema, "Kwa hatua tuliyofikia sasa anatakiwa kufanyiwa upasuaji." Rashid aliuliza, "Kwa hiyo daktari, unachozungumzia hapo ni kwamba inahitajika pesa nyingine?" Daktari alimwambia, "Ndiyo, hapo ni masuala ya fedha ndiyo yanayohitajika, ndiyo yanayotakiwa." Rashid alihisi kama kuchoka. Alisema, "Kwa kweli mimi sina hela kwa sasa. Siwezi nikamchukua nikaenda naye nyumbani, labda niwe namnunulia dawa kwa ajili yake, kwa sababu mimi kwa sasa kiuchumi siko vizuri." Lakini mwanamama huyu ambaye alikuwa anaonekana kama daktari alisema, "Kwa kweli sidhani kama hiyo ni idea nzuri. Sidhani hiyo kama ni idea nzuri. Usisahau kwamba alionayo haiko vizuri kabisa. Ninaelewa kwamba gharama ni kubwa, lakini ndiyo njia pekee tulionayo ya kumsaidia." Haya alikuwa ni maneno ya daktari akimweleza Rashid. Rashid alikuwa akimsikiliza tu, hana la kujibu. Kisha akaendelea kusema, "Lakini usijali, mimi nitaweza kufanya chochote kile. Nitampendelea kwa kumpa huduma, kumhudumia kwa sasa hivi kwa gharama zangu. Huduma hizi ndogo ndogo zinazohitajika, wewe tafuta hiyo hela kubwa ya upasuaji. Unatakiwa ulielewe kwamba sehemu yako inatakiwa ionekane. Mimi nitasimama sehemu ndogo sana ili
wasimuondoe hapa hospitalini, kwa sababu wakimuondoa hali yake itazidi kuwa mbaya. Ila unachotakiwa kuelewa ni kwamba unatakiwa kufanya haraka sana, na la sivyo changamoto itazidi kuwa kubwa, na wewe unajua ni kitu gani kitakachofuata baada ya hapo. Haya yalikuwa ni maneno ya daktari kuingia katika masikio ya Rashid. Unajua, Rashid aligeuka huku na huku akijaribu kutafuta jibu, lakini hakulipata. Kama angelikuwa ni wewe unayapitia haya, sijui ungelikuwa katika hali gani. Mshukuru Mungu kwamba hujapitia anachokipitia Rashid. Rashid aliuliza, samahani, hivi tunaongelea shilingi ngapi kwa mfano kwenye huo upasuaji? Daktari alisema ni kama kiasi cha milioni 10 mpaka 15. Unajua, Rashid alipokuwa alihisi kama anatamani ardhi ipasuka ingie azame humo. Aliuliza, wewe, milioni 10 mpaka 15? Yaani hizo naweza nikazitoa wapi? Naenda kuitoa wapi hela nyingi namna hiyo? Daktari, unajua mimi hapa nilipo, yaani sijui hata kesho nitakula nini. Hela pekee nilionayo ni hela ambayo ninaweza kununua chakula na kumnunulia baadhi ya dawa kwa ajili yake. Daktari alimwambia, ninaelewa, lakini kumbuka, hiyo ndiyo njia pekee tulionayo. Mama anahitaji watoto ili aweze kuendelea kufurahi na kujivunia kuwa na watoto, na awezi kujivunia kuwa na watoto akiwa amekufa. Anatakiwa awe hai. Ndiyo maana amewazaa. Anatakiwa kuchukua nafasi ya kumsaidia kama mama. Haya ni maisha anapitia rafiki yetu anaitwa Rashid. Rashid alihisi kuchoka. Kumbe mama yake anaumwa, yuko hoi mahututi. Ndiyo maana anaonekana kila mara kuwa na mawazo. Daktari alimwambia, jitahidi, jaribu kwa nguvu zote, Mungu atakusaidia. Anapitia wakati mgumu sana mama. Rashid anapitia hayo. Tumeanza simulizi toka mwanzo tukimwona katika mahangaiko bila kujua kinachomuumiza ni nini, lakini kumbe wakati mgumu anaopitia wa kiuchumi. Nini kitakachoendelea katika episode inayofuata? Mimi na wewe hatujui. Tumeanza kujua sasa undani na siri zinazoendelea kwenye maisha ya Rashid. Hii ilikuwa ni episode ya 5. Ya 6 inasemaje? Twende tukaiangalie ili tuweze kuendelea kupata simulizi ya ndugu yetu anaitwa Rashid. Mimi ninaitwa Genius Amon kutoka hapa Empire Studios. Tukutane kwenye sehemu ya 6. Mungu akubariki.